Habari ndugu mtazamaji, karibu kwenye Gavo News inayoletwa kwako nami Zulfa Rashidi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Mpango, amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zitaendelea kusimamia kwa dhati na kwa haki msingi ya demokrasia na kuhakikisha wananchi wanatumia haki yao kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa uhuru kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi na kuchagua viongozi wenye sifa wanazozitaka katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ameongeza kwa kusema kuwa uchaguzi mkuu unafanyika kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na ya mwaka 1977, ibara ya 42 na ibara ya 65, sheria ya uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024 pamoja na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018. Makamu wa Rais ameyasema hayo wakati akizindua mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 katika hafla iliyofanyika uwanja wa shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia dereva aliyefahamika kwa jina la Ernest Okulo mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Chanika jijini Dar es Salaam, kwa tuhuma za kumwibia mwajiri wake mafuta ya ndoo 1300 zenye ujazo wa lita 20, kila ndoo moja yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 78. Kwa nyakati tofauti aliuza mafuta hayo, na alipofika eneo la Gwata, barabara ya Morogoro, aliingiza gari vichakani na kudai kuwa amepata ajali na kuibiwa mzigo wote. Hata hivyo, polisi walifika eneo la tukio na kuanza upelelezi, ambapo walibaini kuwa tukio hilo lilikuwa la uongo na halina ukweli wowote. Washtakiwa wengine wanaohusika na kesi hiyo ni Christina Elisha mwenye umri wa miaka 44 na Ipiaba Odongo mwenye umri wa miaka 29. Watuhumiwa wote wanaendelea kuhojiwa na baada ya upelelezi kukamilika watafikishwa mahakamani. Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara ya Geita imewatia hatiani na kuwahukumu kunyongwa hadi kufa watuhumiwa watatu kati ya 4 wa kesi ya mauaji namba 29820 ya mwaka 2024 iliyoanzwa kusikilizwa Januari 7, 2025. Waliohukumiwa adhabu ni Teresa Luhedeka mwenye umri wa miaka 73 ambaye ni dada wa marehemu, na Mateso Joseph mwenye umri wa miaka 23 ambaye ni mtoto wa Teresa, na Luhedeka na Arias Galawa mwenye umri wa miaka 49 ambaye ni mganga wa kienyeji. Inadaiwa kuwa mahakamani hapo Oktoba 11, 2023, washtakiwa walimuua Joyce Luhedeka akiwa nyumbani kwake kwa kumkata na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, baada ya washtakiwa hao kumuua Joyce Luhedeka, walizikata sehemu za siri na kutoweka nazo hadi pale walipokamatwa na kukutwa wakiwa wamezikausha. Ajali mbaya imetokea mkoani Kilimanjaro. Watu kadhaa wahofiwa kufariki dunia katika ajali ya basi kampuni ya Mvungi lililokuwa likitokea Ugweno, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro kuelekea jijini Dar es Salaam kupinduka katika milima ya Pale wilayani humo leo Aprili 3, 2025. Na tukihamia kwenye habari za kimataifa, China. Wizara ya biashara ya China ilitaka Marekani kufuta mara moja hatua hizi za ushuru wa upande mmoja na kutatua mizozo ya kibiashara ipasavyo kwa njia ya mazungumzo sawa na washirika wake. China inapinga vikali hatua hii na itachukua hatua madhubuti ili kulinda haki na maslahi yake. Hata hivyo, huenda China ndiyo nchi ambayo imeathirika zaidi baada ya tangazo la Trump, ikiwa na ushuru wa zaidi ya 34% kwa bidhaa zote za China juu ya 20% ambayo tayari ilikuwa imetozwa. Na tukihamia kwenye habari za michezo, Yanga Sports Club yaipasua kibabe Tabora United kwa bao 3-0. Na huku upande wa Simba, timu ya Al Masry yaichapa Simba Sports Club bao 2-0, huku timu ya Simba ikiwaambia mambo ni bado, tukutane kwa Mkapa. Liverpool inakaribia kuweka historia nyingine katika ligi ya England. Ushindi wao wa bao 1-0 dhidi ya Everton jana usiku
umewarejesha kileleni kwa tofauti ya alama 12 huku msimu ukiwa unakaribia kumalizika. Ni hayo tu tulokuandalia leo katika Gavoo News. Ulikuwa nami Zulfa Rashidi. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe katika chaneli zetu zote tunazopatikana kwa jina la Gavoo Media. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.